Karibuni wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku, tunawasalimu mahali popote mlipo. Mwaka 2026 tuko tariki 10 ya mwezi wa Januari. Asante kabisa. Tunapenda kuwajulisha kwamba siasa ya M23 wako wanapanda miti kwenye mikono ya watu, na hiyo miti haitakuwa na mizizi. Yani mtu anapotikisa mikono ni sharti udongo utamwangika, na huo mti hauna maisha marefu. Ni hiyo siasa ambao M23 anatumikisha kwa watu mbalimbali, kwa kuwapa pesa, kwa kuwashawishi ya kwamba government ya utawala wa Felix Tshisekedi ni mbaya, utawala wa Kabila ulikuwa mbaya, utawala wa Mzee ulikuwa mbaya, utawala wa Mobutu ulikuwa mbaya. Ni wao tu wanaona ubaya wa utawala. Na tunapotazama upande mwingine ni uporaji wa mali, dhahabu na vitu mbalimbali. Tumesikia kwamba Rais Kagame ametangaza ya kwamba Kongo, sehemu ya Kongo itakuwa nchi yake. Hiyo ni mawazo yake, na Biblia inasema mawazo ya mwanadamu si ya Mungu. Kwa hiyo tusiwe na wasiwasi. Siasa wanaotumikisha ni kupanda miti kwenye mikono jinsi mnavyoona hapa, na tunawahakikishia kwamba mwa 2026 siasa ya M23 itaenda fika mwisho. Sababu gani? Watu wote hata na wazungu wanaanza tambua ni wasemaji wa uongo. Sababu kila kitu wanachokiongea, ikiwa ni vitu 10, yani 9.5 ni uongo na nusu tu ndio ukweli. Na wewe ukweli, kwa sababu mtu ana ulimi, ni sharti maneno mengine anaweza kuwa ya ukweli. Tunawajulisha wandugu watazamaji na wasikilizaji wa radio television Ngyoku ya kwamba Kongo inapanda siasa kwenye udongo. Siseme Felix Tshisekedi, nasema Kongo. Wakati wa Kongomani wako wanatambua mauaji, uporaji wa mali, wanaua Magloire Paluku, mtu ambaye aliposikia siri zao wakaona naweza zitoa nje wakaua. Si yeye peke yake, mauaji ni mengi sana. Goma, Bukavu na Uvira sasa ni 1500 watu walisha kufa kwa siku chache hizi. Ni kusema hawa watu wanakuja ni kumaliza, kugandamiza Wakongomani. Na ndio maana ninasema Wakongomani wao wanafanya siasa ya miti kupanda kwenye udongo, lakini M23 wanapanda miti kwenye mikono za watu. Yani siasa ni ya muda, na tunaamini wakati wa Kongomani wote watakapoamka na kusema hiyo siasa tumeichoka, ninafikiri ya kwamba hakuna mtu wa M23 ambaye atapatikana kwenye udongo wa Kongo, sababu watashambuliwa kiasi cha juu. Na tunasema hawa wandugu Wanyarwanda wanaojiita Wanyamulenge ya kwamba wanakuwa wanajidai ya kwamba wameshinda vita. Vita ni mchezo wa mpira, ni mchezo wa kandanda. Unaweza wina kumwanzo, lakini kuna kosa dakika kidogo alafu wanakuwina. Tuliona sisi na Algeria gisi tulianza mchezo mzuri sana, kulikosa dakika 1.5 na hiyo Algeria ikatupiga goli na tukaonekana kwamba tumeshindwa, lakini tulicheza. Ni hiyo tunaweza kuwaambia watu wa M23 ya kwamba mchezo tulio nao sasa Kongo ni kutambua ya kwamba Tutsi, yani wa Nilotic, wanatafuta vamia upande wa mashariki mwa Kongo na kupenda kutawala mashariki mwa Kongo. Leo Corneille Nangaa anabakia etiquette. Sababu gani? Shabaha ya Kagame ni kuchukua mashariki mwa Kongo, anexe kwa upande wa nchi yake ya Rwanda. Sasa atakapodhibiti hiyo, itakuwaje sasa kwa wandugu wa AFC ya Corneille Nangaa? Wao wafike Lubumbashi, waende kufika Kalemi, wafike Kisangani, wafike Equateur, wafike Kinshasa. Ni siasa ambao walitumikishwa. Mnyarwanda huwa anatumikisha Mkongomani kama vile kichuchu kwa kumdanganya, na hiyo confiance tunaokuwa nayo inasababisha leo Kongo iingie kwenye maafa ya milioni za watu kuuawa na siasa ya Kagame. Tunawajulisha kwamba tulieni Wakongomani na tujue ya kwamba siasa ya Kongo hatupande kwenye mikono za watu, lakini siasa ya Kongo tuko tunaipanda kabisa kabisa kwenye udongo, na mizizi itakuwa na mambo mazuri yatakuwa mbele zetu. Tujipe moyo, tusijali na yale ambayo yanayofanyika kwa wazungu, maana kuna vita kati ya bademokrate na barepublicain. Unajua wakina Obama
ni wao wanasapoti Kagame na rais aliye sasa Amerika ni yeye anajaribu kusapoti ndugu anayeitwa Felix Tshisekedi. Sasa wakina Obama hawa wa Democrat wanakuwa na mali nyingi, ni wao wanazidi kufanya nguvu zote ili Kagame apate kufaulu kwa mipango mbalimbali ya vita. Lakini tunawaambia kwamba muumba wa mbingu na nchi iko pamoja, sababu kila mpango wanaokusudia kupanga huwa inatenguka na kujulikana. Walijaribu kuingiza watu tarafani Fizi kupitia Uvira, nao ilionekana wazi na walishikwa, na wengi kwa sasa wako mbinguni. Tunawajulisha wandugu wasikilizaji na watazamaji wa Radio Television Ngyoku ya kwamba siasa ya M23 wako wanapanda miti mumikono za watu, na hii 2026 Kongo mzima wataamka na itakuwa shambulizo kubwa sana. Asante, na ninawapa randevu ya kwamba kuna emisio hapa, ripoti ya vita, tutaipokea kwa makini mzuri sana. Chao.